bado ngali pale pale. Na nyumba hii haifuki walau moshi, hata kama chakula kwako ni tabu. Yona mume wangu, moshi utafukaje? Mwenzio nilivyo hivyo, kichwa kimeudara moto siku nzima. Na unajua ni kwa ajili ya maradhi, si uzembe wala raha. Ndipo tufe njaa eh? Sivyo. Ndivyo. Njaa haileti shibe, Sara. Najua, lakini mwenzio nifanye nini? Miaka yote nikiwa mzima wa afya, mbona sikufanya ajizi? Muda wote huu nikipika mimi na kiandaa na kukaribisha ule. Iweje leo hiyo kazi nishinde? Yalaumu maradhi. Basi mbona usimuite bintio akaja akapeleka hospitali? Mwache mtoto apumzike. Hivi atayashika mangapi? Apumzike nini? Mimi nilipumzika kumpeleka shule. Haithro, huko pumzika. Sote tulizatiti tukalea. Pamoja na hizo tabu, ila tulikuwa tunatimiza wajibu. La, kila mbegu ipandwayo haina budi kuzaa. Na izaapo mazao yake huvunwa. Mtu huitakasa sahani akijua itamfaa tena. Kinacholelewa hakina budi kulea. Sina shaka na kauli hiyo ya hekima. Lakini huo mtoto naye pamoja na mzigo wa familia yake amejaribu kiasi chake, amewafaa wanuna wake kwa hali na mali. Nasikia kulipa elimu ya chuo kikuu si lele mama. Jambo hili limewashinda wanaume wenye mishahara minono serikalini. Kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Si lakini pamoja na moyo huo, mtu ujikuna ajipatapo. Si neno, lakini sharti ujue kwamba fimbo ya mzee urithi mtoto wa kwanza. Na ni wajibu. Fimbo wanarithi watoto wa kiume, sio wa kike. Huyu sasa ana kwake na ndoa ina mahitaji yake. Ndoa angeipata wapi kama sio elimu niliyojiima mengi ili aipate? Nikumbukapo malezi, damu hufuka. Ni kanuni kwa kila alielea. Kweli, hapo ulicheza vizuri. Naye anajua na ushukuru. Hata hivyo, aliyefanya hakika yana kifani. Kwani amefanya lipi la ajabu? Kulipia ndugu zake karo, hiyo ni ajabu? Si hoja hiyo. Basi hoja ni ipi? Ugonjwa huu usingenibakisha hata nikaiona leo hii. Ulikuwa umenila kiasi cha kuniacha chicha kavu kwenye mwako wa jua, hadi akaja yeye na kunipeleka kwa wataalamu. Leo nisingekuwako. Na najua unamtetea kwa sababu ya hiyo. Si mimi tu. Sote tumefaidi uzazi wetu. Ni kubwa gani alilonifanyia mimi? Yona, umesahau mara? Ukumbuki Neema alituajiria wafanyikazi kutusaidia? Wako wapi wafanyikazi hao? Wa kwanza aliondoka mwenyewe alipodai kazi ni nyingi hapa. Wa pili tumemwachisha kazi sisi wenyewe kwa sababu hakuwa mwaminifu. Kuna kazi gani nyingi hapa? Hiyo ndio ajabu. Kizazi hiki hakitaki kufanya kazi. Kinataka kuja kazini kwa sababu ya mshahara tu. Wachapa kazi hodari ni njozi iliyopotea. Nilipokuwa na afya yangu, tulishirikiana kutafuta riziki ya kuwalea watoto wetu. Kweli, japo mara nyingi haikuwa rahisi, tulijitolea hadi tukashinda. Leo hali ni tofauti. Bila yeye na moyo wake rahimu wa kusaidia, sijui wenzake wangekuwaje. Wasichana wengi wakiolewa wasahau ndugu zao, utupa jongo na mti wake. Sisi tuna bahati ya mtende. Mtoto hutushikilia na kutupiga jeki. Ndio asitutilie pondo hapa tena. Si maanishi hivyo. Nasema tu kwamba mzigo alituondolea ni mzito.
basi inafaa na sisi tumuelewe. Ni wazi kama mchana kwamba kwa vile anagharamia matibabu yako, haungetaka kusikia jingine. Jamani, mtoto amejaribu. Hivi umesahau kuwa hata wewe anakutumia hela za kununua dawa? Hata sasa umetumia mapeni uliotumiwa kwenda kwa wazee wenzio, ila wasikuone shabiki tu. Shabiki? Ndiyo, la sivyo wangekuwa wameshakubandika jina, wakakupiga vijembe na kusema pasi mwenyewe katambua. Ala. Kumbe hivyo ndivyo wanaambia wanao Yapi tena? Eti mimi ni mzigo wananisaidia. Unanichonganisha nao Pana haja gani ya hayo? Wasiwasi wako mwenyewe tu. Lakini ndio tabia yenu wanawake. Miaka inaposonga kama hivi, mnatuona sisi kama tambara mbovu. Tambara lisilomjia hata mpiga deki akilini. Unayafanya makubwa bure mwenzangu. Unafahamu vizuri kuwa hiyo sio hulka yangu. Sasa mimi nina haja gani kuvunja mji? Kila tukizungumza linatokea jambo lisilokaa vizuri. Unarudi pale pa watoto wako. Watakuwa wangu mimi tu vipi? Watoto hawa si zawadi ya ushirika wetu? Wangapi wanatamani kuziona angalau sura zao, lakini hawakujaliwa. Umesahau mara? Yona. Basi nawe usiyafanye marefu kuliko yanavyostahili. Nimesikia. Haya. Lilobaki sasa ni sisi wazazi wake kumpa baraka zetu. Haya, na iwe basi. Nyumba hii leo haifuki. Subiri. Nimempelekea Dina salamu aje atufanyie chochote. Mwenzio nilivyo hivi hata sijifai kitu. Mwili mzima mfano wa bua. Haidhuru. Mtasubiri. Hata kawia. Yeye itika mwito haraka. Did you know the 844 curriculum underwent significant change in the year 2006? That's when the syllabus changed. Pocket Positives, the best pocket-size high school KCSE revision books currently in the market. Pocket Positives, a compilation of the past KCSE exams arranged topically and form-wise from the year 2006 to the present. Pocket Positives, the most up-to-date revision books with the most updated trends in setting and marking KCSE exams. Pocket Positives, pocket size, pocket friendly. Call us on 0722 751 375 or 0722 579 271 or visit our website www.climaxpublishers.org or download our Soma Sasa app. Pocket Positives, your best revision partner. Hivi ndivyo umekula? Nimeshiba mama. Tumbo lenyewe liko wapi la kula sana? Hata mtoto hawezi kugusa vile ulivyofanya wewe. Ninakushangaa. Ni kama unakiogopa chakula. Si hivyo mama. Tumbo lenyewe limeshafanya mazoea. Ardhi hiyo ya kulimwa na kuzalisha chakula iko wapi? Hata ingekuwepo, mvua imeshafanya ugeni. Imeadimika afadhali wali wa daku. Sasa ni wakati wa kujifunga masombo mama. Masombo hufungwa kama walau mtu ametia kitu mdomoni. Pamoja na hali ngumu iliyopo, hatujafikia pa kukosa mlo wa kimsingi. Ndiyo, hatumudu viliwa vya samli. Lakini hatuwezi kuishi kana kwamba tumezongwa na njaa. Tazama ulivyokonda. Yaani ni kama unaishindana na ng'onda. Hii nafasi ya ng'onda waitaka kwa nini? Sivyo unavyochukulia mama. Ni vipi basi? Niambie. Dunia sasa haithamini kimo. Inathamini akili. Haitaki kututumua misuli. Inataka tambo la fikra.
Haya basi. Muone Neema, binti ya Yona. Si kefefe tu lakini chuma cha reli. Yule tangu akiwa kiduchu amekuwa na kimo kama sindano ya nguo. Vile vile mwenye akili kama ncha ya sindano. Mimi mara ya mwisho kumuona alikuwa vile vile. Lakini akikutazama unahisi anakusoma fikra zako. Yona. Yona naye anaingilia wapi? Njia. Sawa na moyo wa mwanadamu. Wanavyosema njia haimwagulii msafiri. Mama, siku zote maisha sawa na safari. Ni fumbo. Nikwambie mwanangu, Sara ametiwa sana vinywani mwa watu. Ametafunwa kama chingamu. Lakini naye hakuwa chingamu ya kuisha sukari. Inasikitisha tu kwamba sasa maradhi hayaishi kumwandama. Imemgeuza ngoma. Nilimwona akitoka kliniki. Mnyonge kweli, japo mwanamke jasiri. Maisha ya kijijini yamemsuka-suka mpaka kakakama. Hata huo upepo wa ugonjwa hauwezi moyo wake. Hili sasa dogo. Ana nini naye? Na amebarikiwa na watoto wenye akili nzuri, wote wamehitimu vizuri na kuleta faraja. Walishasema baada ya dhiki faraja. Yaani faraja ndio zao la dhiki. Hii leo kikapu cha mama kimejaa ndago. Kwa hivyo ameyapitia mengi, tena mazito. Pamoja na tabasamu zake. Ninajua amepitia mitihani kama familia yote ile. Ila kila wakati nikikutana naye amejaa tabasamu, hata hivi akiwa mgonjwa. Huyo ndiye Sara, mmoja katika watu waungwana dunia hii. Sikujua alikuwa na lolote kubwa lililomkaa moyoni. Nikwambie nini mwanangu? Sara ameitwa tasa. Wakati mwingine yeye na mumewe wameitwa wagumba. Japo shoka la ugumba lilimwangukia yeye zaidi kuliko mwenziwe. Lakini mama, si wana watoto? Au ndio hiyo unasema hawa watoto si damu yao hiyo? Lakini wameiona baada ya wahodari wa kusema kuwabandika hili na lile. Vipi hivyo? Mwanangu, wamesemwa mengi, siku nyingi, kama ilivyo ada ya jamii nyingi za Kiafrika. Yaani, asijua safari ya Sara na Yona, akielezwa uona kama filamu. Kwa ufupi, Yona alifunga uchumba na Sara. Hatimaye wakaoana na kuishi vizuri. Ila milango ya baraka ya watoto ikakawia kufunguka. Tulivyo Afrika. Ikawa kuna wale walilolijua tatizo kuliko wenye tatizo. Kazi ikawa ni kuwasema. Wakalaumiwa na kusutwa. Wengine wakanong'ona na kusema faraghani. Haikuwa rahisi kwao. Lakini hatimaye Mungu akaridhia. Kwa wakati wake aliouona bora. Hivyo vilaika vyao vikajaliwa kuwa watu wazima. Na kama kuvifidia vikapewa fikra pevu na bongo za swamu. Kweli, mwanadamu ulitaka lake hima. Ndio maana ni mwana, yani mtoto. Hana la kumshibisha wala kumtuliza. Ni kama msafiri katika jangwa. Ala, kama mtoto vile? Mwanangu, binadamu ni mchoyo kwa lake, lakini mkarimu ajabu kwa la mwenziwe. Atakukirimu kwa la mwenziwe na kukupa nyongeza usiyohitaji. Lakini lake atalizika katika giza la kina cha moyo wake. Na ndio hulka yake hiyo mwana wa Adamu. Kwa hivyo waliwasema sana. Kusema nako walisemwa. Lakini nilivyosema, Mungu hamwachi mja wake. Alijibu sala zao kwa wakati aliouona bora. Wajuaji wakabaki vinywa wazi.
hata afadhali hiyo wazi walivifumba haswa, na ndio sababu hukulisikia hili mpaka hivi niliponitoka kinywani. Mwanangu, kama ujuavyo, binadamu ni kama tumbo, hakinai. Ai, mama. Hivi kweli tumbo halikinai? Likinai wapi? Halijui hata ladha ya kitu. Roho ndio ukinai. Naam. Nilikuwa ninasema Ulikuwa unasema kwamba hayo hayakuishia hapo. Ndivyo. Hayo kweli hayakuishia hapo. Baada ya hiyo mvua ya baraka iliyowanyea, watu wakaanza tena kusema kuwa hawana mtoto wa kiume. Kwa nini hilo nalo liwakere? Maasidi tu, hawana sababu. Alafu upo huo Uafrika, mwanangu. Watu waliuliza na wangali wanauliza, ardhi ya Yona atarithi nani? Kwa hivyo wanataka mrithi. Bila shaka. Wajua, mwanadamu ni kiumbe cha ajabu sana. Akipata hiki, hutamani kile kingine alichokosa kipindi kile. Jua likija, hulia joto, kiangazi na vumbi na kuomba mvua. Nao mvua ikija, hulia baridi na tope na akataka jua. Yaani sijui kwa nini. Labda kwa kujipenda. Huenda, au labda unyonge na hofu. Hofu ya nini? Kila kitu. Hofu ya jamii, hofu ya kesho, Hofu ya kusemwa, hofu ya kushindwa haswa. hofu ya kuonekana dhalili. Mwanangu, dunia hii tunaishi katika hofu. Yaani tuna hofu hata tusichokifahamu. Ni kama kamba iliyomfunga ng'ombe. Naam. Tunakwenda tu, Tumekuwa watumwa wa fikra za wengine. Fikra hizi zinatuvuta na kutuburuta bila kufahamu hasa nini bora tufanye. Yaani imekuwa mfano wa kitu na kivuli chake. Sisi kivuli tumeshindwa hata kuwa kitu chenyewe. Au mwanga uletao kivuli. Hapo pa mwanga ni mbali sana. Tunalemewa kuwa kivuli. Lakini mama, haya yote uliyatoa wapi? Dunia mwanangu imetufunza sisi wazee wenu. Si kama hivi sasa ni vitabu ndio vinategemewa tu. Eti kama hivyo vitabu havijasema jambo, kizazi chenu halikijui. Ulikuwa unasema kero za watu hazikuishia pale. Nilikuwa nimesahau. Kweli hazikuisha kamwe. Watu walianza kumtia Yona maneno kuwa lazima apate mrithi. Wakamtaka awe mke atakayemzalia watoto wa kiume. Kwa kuwa kwa maneno yao Sara alikuwa ameshindwa. Kweli? Sijui imekuwaje, manake halikupata kutokea hilo licha ya minong'ono yote iliyokuwepo. Ila unyanyapaa ulimsukuma Yona akaupokea ulevi kwa mikono miwili. Nao kampokea. Ninakwambia, kwa mikono yote miwili. Wewe umekuwa umempata Yona kipenzi cha maji. Hakuwa hivyo. Hala? Alisukumwa huko na wimbi la maneno ya watu. Wengine wakamsukuma kutafuta mtoto huko nje kwa kila hali, mradi tu ni mtoto wa kiume. Amrithi yeye, eti jina lake lisipotee, utambi wa ukoo wake usizime. Lakini mama, angalia binti zake Yona. Sasa wametushinda hata sisi wanaume. Angalia, leo hii ingekuwa wewe ndiye mgonjwa, maskini mimi sijui ningeshika mti gani. Ungeniponyoka kama maji viganjani. Ningekosa hata ufundi wa kuiziba mianya. Ni leo. Huo ulikuwa wakati huo, mwanangu. Wewe waiona rangi, tena rangi ya mwisho ya kinachoelea. Kabla kielee, kimepigwa shoka. Kimeonja misumeno aina. Kimetambaliwa na randa. Kimestahimili makali ya patasi na kupapaswa na mikwaruzo ya msasi. I see. Hao wametoka mbali.
Upo wakati hakuna aliamini kama wangeliishi pamoja. Pamoja na ulevi wake, Yona alianza kumpiga Sara. Kipigo cha mbwa, hasa alipokuwa amelewa. Mara kadhaa alimwagilia maji baridi kumrejeshea fahamu zake. Kwa nini kichapo chote hicho? Eti hakumzalia mtoto wa kiume. Lakini Mungu ni mkubwa. Amejibu jinsi hii. Jibu mwafaka ulimwengu wote kuona. Wanasema Mungu hatupi mja wake. Kweli ilioje. Waama, Mungu si athmani. Mwanangu, mimi sasa nataka kwenda kwa Sara kumsaidia kwa upishi. Hali yake ile haimwezeshi kufanya chochote. Amenitumia salamu niende kumsaidia. Lakini kwa vile nilikuwa nimebandika sufuria, niliona ni heri nimalize upishi wangu. Sawa sawa. Haya mama, wasaidie huko. Unajua majirani ni wakufaana. Kweli wanasema leo kwangu, kesho kwako. Hii ni safari. Sawa. Dear esteemed principals, if you haven't come across Pocket Positives, allow me to tell you about this smart way to revise KCSE. Pocket Positives is a signature product of Climax Publishers, designed to make KCSE revision simple, portable, and effective. These pocket-sized books fit easily into a student's pocket, enabling study anywhere, whether in class, on the bus, or during free time. Many have asked, why start from 2006? In 2006, the KCSE syllabus underwent a major curriculum revision, marking the beginning of the current exam format. By covering questions from 2006 to date, Pocket Positives captures the modern KCSE trend and structure, ensuring learners revise with relevant, up-to-date content. Each edition presents KCSE questions arranged topic-wise and form-wise, helping learners target specific areas and track progress from Form 1 to Form 4, reinforcing both understanding and memory. The books are also predictive, analyzing questions from 2006 onwards, highlighting frequently examined areas, so students can identify patterns and anticipate what examiners are likely to test. Compact, comprehensive, and convenient, KCSE Pocket Positives are the perfect companions for learners aiming for excellence. With Pocket Positives, success literally fits in your pocket. KCSE Pocket Positives are available in all bookshops countrywide. Kindly include them in your school's book list. For bulk or direct orders, contact 0722 751375. Warm regards, yours, Climax Publishers. Tayari sasa dadangu. Heri iwe tayari akaandaliwe. Manake maswali yake mengi yananitia pressure. Mara mbona? Sasa yatakoma. Uliponiita nilijua umeshinikizwa kweli. Ninashukuru kwa uliniitika nilivyoshtakia kwako. Wanawake ni kufaana. Najua nimekupagaza mzigo wangu. Bila wewe sijui maskini mwenzio ningepambanya vipi. Maji yangezidi unga nikabaki kuchekwa. Mungu hamwachi mja wake, maana ni shahidi wa yote. Ila daima uishi dukuduku. Hiyo nao ni kawaida yake. Lakini inakujuzu uelewe kwamba dunia ni nyumba ya mitihani. Japo mingine hufanya nywele zikusimame hata kwa kuliwaza tu. Dadangu, kila limfikalo mwanadamu ni mpango wa maanani. Hao wenye vinywa vichafu
usiku watalala. Hapana haja kusisimkwa na malaika. Kweli, awali nilifanya nongwa mpaka nikaona na kutesa moyo wangu. Nayo haya maradhi ya kabisha, daktari akanishauri nisiatie machungu moyoni. Huko ndiko kuvumilia hasa. Tazama, faraja sasa imealika kwako. Faraja? Faraja gani na haya maradhi? Maradhi si hoja. Maradhi yenyewe yamekuja kwa wakati wake bora. Yangetokea jana ile. Hii leo sijui hata tungesema nini. Mungu mwenyewe akufariji na kukustiri. Amina. Kwa hayo ninashukuru. Haya maradhi yangenisibu hiyo jana, leo singekuwepo. Naamini utapona. Hospitali iliyokupeleka Neema, nasikia kuwa ina wataalamu hodari. Wanasema ina madaktari waliokumakinika sana. Kweli wanajitahidi. Mwenyewe nilipotoka hapa mara ya kwanza, ilikuwa kibamba mwiko wa pilau. Upepo kiasi tu ungeniumbisha kama jani kavu wakati wa kipupwe. Ulikuwa umelegea parafujo za mwili. Nakwambia. Ganga hizi zinakurejeshea tumaini. Aliyosema kuwa wanao ndio mwokozi wako wakati wa shida, hakukosea. Ni kama akiba isiyooza. Bora tu ni akiba nzuri. Mimi nashukuru kwa hawa alionipa Mungu. Nikitaka zaidi nitakuwa mchache wa shukurani. Dina, nimesemwa sana na kutukana kwa sababu ya hawa wasichana wangu. Wewe mwenyewe unajua yote yaliyosemwa. Hadharani na faragani. Si makanisani, si magengeni. Leo nikiviona hivi vitoto vyangu vilivyochekwa na kusemangwa jana, vikijiendeshea mambo yao, nasikia nimeridhika moyo wangu. Hata sasa nikiitwa, nitaondoka nikiwa nimeridhika. Usilie dadangu. Na hata uko kuitwa usikutie maanani. Utakosaje kutokwa na machozi? Kweli ni kawaida. Wakati mwingine ya huzuni. Wakati mwingine ya furaha dada. Hapo basi Ndio nakwambia, kilichobaki sasa ni kitanda kupata mkeka. Mola akiridhie. Sharidhia dada. Ala, kumbe amechemka kitambo. Hata niko sina habari jamani. Ni kawaida kupitiliwa kutanapo wandani. Sasa najua karibu atarudi. Hivi alikuwa ameenda wapi? Hakusema. Aliondoka tu. Alikuwa amekuja kutoka huko kwa wenzio kuangalia chochote. Akapata mwenyewe nilivyo hoi. Hata jikoni alijaona kiberiti. Na kama tu ilivyo desturi ya wanaume wetu, akataka kujua mbona sijaweza kumwandalia chochote. Yaani aoni hii hali yako. Anaona. Lakini nafikiri malezi na makuzi yanamfanya hivyo. Hawa wanaume wetu, yaani hawawezi hata kusaidia kupiga makasia chombo kinapopungukia upepo. Afadhali cha kukosa upepo. Hata cha kukumbwa dhoruba, lao ni kutazama tu. Wakati mwingine nashindwa hata kuwaelewa. Wenyewe wametufanya hivyo. Malezi na desturi zimewajenga hivyo walivyo na sisi hivi tulivyo. Kazi zote za nyumbani ni zetu. Yaani kwake mtu nyumbani halijui hata chumvi la kuweka. Yeye anajua tu sebuleni, msalani na chombo cha kulala. Haya yasiyotarajiwa yajapo tayari mtu ana kilema. Kikubwa japo mzinga viungo vyote. Anaishi kuwa mgeni wa mambo mingi kwake. Fanye nini? Wenyewe tukasukuma vivyo hivyo. Hata akifanya, atafanya kwa dahari. Kwa maana si mazoea. Mazoea hujenga wepesi wa jambo. Sijui tufanye nini. Utafanya nini mwenzangu? Dunia ikisikia na kusaidia jikoni, itasema unashusha hadhi yake. Na jamii nayo utakuwa unajivunjia nguo. Njia panda kweli. Hata sijui atafanyaje nikirudi kliniki. Warudi lini? Naondoka kesho. Mara hii mbona hujanituma kukukatia tikiti? Mama mwenzangu aenda kwa ndege. Ndege itoke wapi? Kama mpaka sasa hauna tikiti, lazima una namna. Ama labda kwa meli.
Maanake mimi nasikia siku hizi wameendelea sana, hadi wametengeneza magari yanayotembea hewani. Labda wamebuni meli ziendazo nchi kavu. Neema amesema atanifuata huko ye mwenyewe. Nasikia siku hizi ana gari lake. Mungu amembariki. Ana kigari kidogo hivi. Analiendesha mwenyewe? Mwenyewe. Huko jijini? Kote kote. Nasikia jiji lina watu wengi, magari mengi, barabara nyingi na majumba makubwa makubwa tena mengi. Yaani mtu akiwa mgeni ni kama msafiri katika jangwa. Mji na heka zake unachanganya. Nyuma kunafanana na mbele. Ala, ninasikia madereva hodari pia wakitoka huku wakifika jijini usalimu amri. Ajabu basi kwamba mtoto wetu amelivinjari na kulijua jiji. Ama kweli mwanamke ni kujiamini. Jamani, pole. Unasababishia tabu na hizi kuni mbichi. Maskini. Mama, joto la mwaka huu. Mji huu una joto utadhani ndio kitovu cha jua. Si hapa tu. Hata sisi kule shamba tunayapata makali yake. Mimea haina afya. Inajikunja tu kwa kunyauka. Lo, basi mwakani tutakuwa na kipindi kigumu. Hasa sisi tutegemea mfuko kwa kila aina ya mahitaji. Nususi ya mambo ni kwamba zaja siku za mwambo mwanangu. Lakini maadamu ushabaini usifanye hatihati. Hiyo ni safari ya kesho. Na kama ujuavyo ya kesho huundwa leo. Kweli mama, wasiowahi sasa ulimaji watawapa wafanyabiashara fursa nzuri ya kuwauzia bidhaa kwa bei ya juu. Watawapunja kweli. Mama nawe uishi mizaha. Mizaha gani mwanangu? Ndio ukweli huo. Ila tunasema huku tunacheka. Lakini katika vicheko vyetu zimezikwa kero zetu. Wanavyosema, muungwana hununa moyoni, sio usoni. Mama, naona umechoka. Safari hii mwanangu ni maji ya mbizi. Inataka moyo. Ikiwa sisi wenye kubebwa hali hii, sembuse nyinyi manahodha, mtu unakaa siku nzima magurudumu kuchwana na lami. Unaganda mwili mzima. Nyumbani kweli ni mbali na hapa, lakini hatuna budi. Kila zuri litakalo ni mpaka ufike hapa mjini. Kwetu maendeleo bado na yanakuja kwa kudoda. Wamesema tangu tukiwa watoto kwamba maendeleo yaja. Hadi tumekuwa watu wazima. Tukajaliwa watoto. Na watoto nao sasa wameenda zao, wala hamna kubwa lilofanyika. Kama lipo hilo kubwa, ni hizo ahadi kubwa. Hayaji wakati wa uhai wetu. Mama, usiseme hivyo. Si vizuri kukata tamaa. Tunakatishwa tamaa na hawa tuleteao hao. Tungeajuaje? Usemayo yana ukweli. Wenyewe wana maneno tepe. Tena hodari wa misemo na nahau. Wala hawana simili kutolewa kwenye misemo na nahau zao. Hawana simile mwanangu. Bella, Abe? chakula bado? Bado kidogo. Muda gani? Simeko tayari ninaandaa mchuzi. Basi fanya hima. Mama hapa anaanza kutambaliwa na usingizi. Haya, hakitachukua muda. Bella, Naam. magharibi imeingia hivi. Mbona mtoto hajafika? Umesahau anafanya mazoezi. Kuna hafla shuleni Jumamosi hii. Usisahau kuhudhuria. Mambo ni mengi siku hizi. Hata zamani alikuwa mengi tu. Hasa kwa mwanamke. Ana mengi ya kushika. Na yote anamtaka yashike sawa sawa. Lakini inachosha mama. Kumbuka, Mrina haogopi nyuki. Marehemu mamangu alizoea kutuambia kuwa nguvu hazimuishi mwanadamu wala hazimpotei bure. Humalizwa tu na mambo. Kulima hodari, libasi yake huwa imechakaa na kuchoka. Lakini moyoni anabaki safi kama theluji kwa kutosheka na tija ya sulubu zake.
Huwezi kumlinganisha na mkulima wa nguo safi zilizopigwa pasi zikanyooka. Mkulima na nguo safi? Hivi huo utakuwa ukulima kweli? Kama utakuwepo, utakuwa wa kuulizwa maswali mengi. Tena yasiyo majibu. Mwanangu, umejaliwa watoto ujanani mwako. Usichoke kuwafanyia unaloweza. Wangapi watakao watoto lakini wakakosa kubarikiwa? Watoto ni baraka. Shukuru. Silie mama, shukuru. Mimi nilitaka watoto, lakini kwa siku nyingi haikuwezekana. Mungu alipoyajibu maombi yangu na kunifungulia milango ya heri, uliufanya uso wangu kung'aa kwa furaha. Nilijihisi kama mtu aliyeingiwa katika likizo ya afueni. Lakini mama, baba je? Alifurahia sana. Kweli? Kweli kabisa, aliona kama ameangukiwa na nyota ya jaa. Na mbona katufanya vile? Fanyia nini baba yenu? Kugombana, kulalamika. Hiyo kawaida ya wanaume. Ndiyo, lakini ninaona kama baba hakutudhamini. Hasa wewe. Kawaida ya wanaume. Hadi ya kutushikia mkwaju. Nyinyi watoto hamuelewi baba yenu. Ukiunga vizuri moja kwa moja, utatambua kuwa baba yenu alijaribu, lakini hatimaye akasalimu amri, maana bahari nzima ilimshauri vishindo vya mawimbi. Ilimfanya kusahau kuwa Mwenyezi Mungu amemjaza na mengi. Mwanzo alitaka nyinyi, na mlipoanza kuja akaona hana wa kumleta mkaza mwana. Kama desturi, watu nao wakawa wanazungumza. Maneno yao yakawa yanampenya polepole kama maji yanaumenga udogo. Hata siku moja akafanya genge. Ama kweli yalikuwa majojo, hasa mpaka mwishowe. Kitumbua chetu hakikuingia tu mchanga, bali kilizidi kuchina kila kukicha. Mawazo yake yaliingia vuta nikuvute. Kutahamaki aliachwa amezimia, tembo iliyomtia shemere. Kwa kutaka kukimbia kutiwa vinywani, akaangukia sarakasi ya vitimbi ya ulevi. Aha. Ndio maana kazi ikaisha. Alitelekeza wenyewe, wakampiga kalamu. Likafuata lindi la mashaka. Haikuwa rahisi kutoka kuwa mwalimu wa shule hadi kuitwa mlevi wangu. Maskini. Pamoja na kero zake, mara kwa mara nilijua kuwa watoto si nguo za kutungu. Ilibidi nijue namna ya kuishi na mlevi wangu. Mpaka ikafika tukangushiana mizaha kuhusu hili ambalo awali karibu lituponze roho. Limeshawaponza mama. Ona sasa ulivyo. Kumbuka alivyoeleza daktari. Tatizo lako la moyo limesababishwa na vurumai hizo. Kelele siku hadi siku, wakati mwingine matusi na kusimangwa. Na maji yalipozidi unga, hinzirani ikaumana na ngozi. Ona sasa hali yako mama. Usilie mwanangu, ndivyo ilivyoandikwa. Usingempata huyu mkini ungelia mwingine. Sasa tunashukuru maana tumeacha maji ya mbizi na kuingia kwenye maji ya mbizi. Lakini kwa nini mama? Kwa nini iwe ni sisi? Kwa nini? Mwanangu, usitake sana kuhoji alacho kuku. Utachafuka roho umchukie kuku bure. Wala usitake kujua nyuki ameitengenezea nini asali. Utaila. Maadamu yameshakuja, yapokee. Mtoto akinyia kiganja haikatwi wala hatulizi kwa nini. Ni maumbile. Maumbile hayo sawa na vidole, hayafanani. Sawa na watoto wachezao bembea. Tumeicheza na tungali tunaicheza sehemu yetu kwa zamu. Haidhuru iwe ya kamba au chuma, muhimu ni kwamba tumeshirikiana kusukumana kwenye bembea yetu ya maisha. Upo wakati inakuwa raha tele, na upo wakati inakatika na kutubwaga. Hiyo ndio raha hasa ya maisha. Ni sawa na chombo kinachomenyana na mawimbi katika bahari. Hutufanya kuwa macho katika safari. Lakini nazo roho huwa ziko juu, hukosesha raha. Kweli, lakini toke hapo mara moja ikapiga wimbi kali, basi sisi uliona wimbi hilo na kusahau mengi mazuri. Hilo ndio tatizo la mwanadamu. Nilikuwa nasema nini kuhusu bembea? Naam, bembea. Hata bembea ikiwa ya kamba au chuma hatimaye hulika. Wanasema papo kwa papo.
kamba hukata jiwe. Bembea inapolika na kukatika haiwi mwisho wa mchezo. Huungua na mchezo kuanza tena. Hayo ndio maisha mwanangu. Sawa na bembea, maisha nayo hulika, kinacholika usharikiwa. Haya mama, leo umekuwa wakili hodari wa huyo mlevi wako. Ndiye niliyejaliwa. Zaidi ya yote amenipa watoto wenye akili na tabia. Kwa nini nitake zaidi? Ama kweli mwana wa Yungi hulewa. Kama Wayungi hulewa, seuze wa binadamu. Kipenda roho hula nyama mbichi. Do you want a revision partner? Just search for Soma Sasa. Install the app. Create an account. Pick the set book you want to revise, and pop. You meet the best actors in Kenya, here to help you appreciate the English and Kiswahili set books. Additionally, our panels of accomplished KCSE examiners will guide you to tackle sample KCSE questions. All that at an affordable rate, and should you have any issue, call us on 0722 751 375. At Climax Publishers, we don't just wish you well in your KCSE, we prepare you for success. Bella. Abe, umenishtua mpaka mikono inatetemeka kama lumbu mwendoni. Haya pole. Akili zako zilikuwa mbali huko. Zenyewe zinawayawaya. Katika umri huu tuna mengi ya kufikiri. Maisha ya sasa hayana fundi. Yanamwendesha kila mtu kama tawi lililosukumwa hadi likang'oka kutoka tagani na kupeperushwa na upepo. Tukisema ni umri, tutakuwa tumeusingizia. Ulimwengu wa sasa haubagui. Wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, wazee kwa vijana, waajiri kwa waajiriwa, wenye ajira na wasiokuwa nayo. Hao wote ukisikiza sauti zao ni sauti za kilio. Vipi leo? Mbona kimya hivi? Mtoto ameshalala. Amekula? Tena vizuri sana. Lakini leo amekuja akiwa mchovu. Nafikiri wamecheza sana. Walikuwa wanacheza au walikuwa wanafanya mazoezi ya nyimbo kwa ajili ya siku ya wazazi shuleni? Walikuwa wanaimba na wanacheza vile vile. Si unajua nyimbo za siku hizi mpaka warukeruke. Sio kama zamani. Kwani unazijua? Nazijua sana. Basi naye Leni akitoka skuli kabla ya chochote mpaka aje anionyeshe miondoko na minenguo aliyofanya shuleni. Anajua kucheza? Anacheza vizuri na pia huimba vizuri. Mashallah. Na mbona hajapata kunionyesha? Nyakati zenu zinapitana. Ukija wewe, yeye ashalala. Ukiondoka asubuhi, bado yeye anatungua lepe la usingizi. Kazi hizi nazo ni kama safari ya ahera. Mwisho wake hakuna mwenye habari nayo. Basi imekuwa mfano wa gurudumu kwenye gari la masafa marefu. Lenyewe hilo linasukumwa tu, linavingirishwa bila kupenda. Halina hiari wala muhitari. Kazi yake kumenyana na ardhi. Si pa jua, si pa mvua. Haijalishi kama kuna miba au mawe. Kwake mwendo ni wajibu. Yaani hata likachomeka haliwezi kufumua moto. Ndivyo maisha yetu yalivyo. Tunaendeshwa kama tiara. Upepo unatupiga tukiwa hewani. Huku mshika kamba kule chini anaona raha kwa sisi kuyumbishwa yumbishwa. Ndio maisha hayo. Usipoyumbishwa unakaa mjinga. Huwezi kuvuta fikra. Adha wanasema ndio chanzo cha uvumbuzi. Lakini maskini mwanangu hatuonani. Ninamwona tu akiwa usingizini. Sisemi naye, sili naye, sichezi naye. Uzazi gani huu sasa?
haifai kujihurumia wala kujililia. Wewe shukuru tu una hicho kibarua na kwamba unaenda na unarudi kumuona japo akiwa usingizini. Mimi nimeishi kufanya kazi, siwaoni wanangu. Mpaka sasa wamepevuka, wamekuwa watu wazima. Na leo hii wote wako na makwao. Dunia ya sasa sio kama ya zamani. Mambo mengi yanatuendesha badala ya sisi kuyaendesha. Hatuna hiari. Maisha ya siku hizi si kama maji ya kunywa, yana mashaka tumbe mzima. Hasa kwa sisi wenye asili ya madongo kuinama. Ni kama miti michanga kwenye chaka la miti mikubwa mirefu. Unaishi kutapia hewa na jua. Unajitahidi kutoa shingo kila wakati kuung'ang'ania mwanga huo. La sivyo utaduma. Ilivyoonyesha leo huko hakuna mafuriko nje. Si sana, kidogo tu. Si ajabu kwamba umerudi mara. Upo msongamano kidogo. Ningemwahi huyu kabla lale. Madereva humo jijini huingia kimuye waonapo tone la mvua. Moja kwa moja utazuka msongamano pasi na sababu. Maana magari mengi ni kachara tu. Unadhani unapanda gari, kumbe ni kebe la mabati yaliyoundwa na kupakwa rangi. Mara nyingi sisi abiria hupanda rangi badala ya gari. Kweli? Ila ninashukuru nimemfikisha mama salama na nikarejea salama na kwa wakati. Umempeleka wapi? Kwa dadangu Asna. Hivi alikuwa na dharura gani? Angesubiri hadi kesho ukampeleka. Hata mimi sielewi. Ungemwacha mwenzangu tukapiga gumzo. Wala usiku ukawa mfupi. Ile siku alipokuja ulimtoa mara moja. Leo nilifikiri atakaa kidogo. Mungu wangu. Huyu naye na maneno. Ni mpaka alizamia jambo. Ana taarifa isiyo kifani. Sina budi kumweleza. Mila hizi zinatufanya watumwa. Wazee wangu hawezi lala kwa mkwe wao. Hayo ni ya kale. Na ya kale hayanuki. Wengi hawafuati hizo mila tena. Walimwengu wanavaa sare moja. Si neno. Nitajitahidi kumshawishi siku nyingine akae. Ninajua katika umri wenu mna mengi ya kupashana. Nitafurahi sana. Ndio tamati. Tumeiaga siku. Bella, kesho nitaondoka mapema. Jogoo wa kwanza akiwika, uwe umeanza maandalizi. Kwa hivyo jihebu. Kawaida huo ndio wakati wangu. Usitie shaka, kila kitu kitakuwa tayari. Haya, twende tukavipumzishe viungo.